lakini sasa inafuata kwa wachezaji wa daraja nini lile la kawaida ambao hawafahamiki sana, lakini wanafanya vitu kama hivi katika viwanja kama hivi. Lengo ni kuhakikisha kwamba jamii inafurahia soka, jamii inapenda michezo, jamii inashiriki michezo, jamii inatambua umuhimu wa wachezaji wanaokuja kurejesha nini kwao. Hii ni hatua kubwa, kwa sababu itawafanya hata vijana, tunaona kuna watoto wengi wamekaa hapa chini wanapenda michezo. Unapoona wachezaji wakubwa wa ligi kuu wako hapa, wachezaji wa championship wako hapa, inakuwa inawasaidia na wenyewe wanakuwa wanapenda michezo na kuhakikisha kwamba jambo linakuwa zuri na soka linazidi kukua. Tunajenga viwanja vingi Tanzania. Kuna uwanja wa Arusha unajengwa, Dodoma hapa kuna uwanja unajengwa. Hivyo viwanja kina nani watavitumia? Ndio vizazi vya leo. Soka la leo ni ajira. Miaka ya nyuma, tukizungumzia miaka labda 2006 kushuka chini, soka la miaka ya nyuma sio soka la sasa. Hivyo ni jitihada kubwa ambayo serikali inafanya, wadau wa soka, na kuwasaidia viongozi kuhakikisha kwamba michezo inakuwa nafasi, inapewa kipaumbele, michezo inakuwa ajira. Leo tunawake na Bwana Samata wanastaafu. Timu ya taifa tutapata wachezaji gani? Kwanza kuwajenga kuanzia wakiwa wadogo, kuhakikisha wanapata uzoefu, wanapata hamasa. Kuna viwanja vizuri, uwanja ni moja, uwanja mzuri. Je, utabaki kwa kama gofu? Nataka michezo ifanyike, viongozi wa soka wa wilaya, ngazi ya mkoa, ngazi ya kila idara, kuhakikisha kwa afisa michezo wa wilaya wa mkoa, kuhakikisha kwamba basi vitu hivi vinafanyika na vinakuwa bora katika kila eneo. Ukiachana na tamasha zima au matamasha mazima ambayo yanalenga wachezaji wanaocheza ligi kuu, lengo ni kurudisha kwa jamii, lakini je, unaonaje viwango vya wachezaji ambao umeona ni wachezaji wa Mpwapwa ambao natamani ungezungumzia hawa ambao hawajafika ile hatua kucheza ligi kuu? Viwango vyao umevionaje dakika 45 za kipindi cha kwanza? Kwa kweli nimefurahia, kwa sababu unapocheza na wachezaji ambao wanacheza ligi kuu, wanacheza championship, na wachezaji wenye uzoefu tofauti na sisi wa daraja la chini. Hapa hatuna timu ya daraja la kucheza labda championship au daraja la kwanza, hatuna, lakini tuna wachezaji labda wanaoshiriki katika ligi mbalimbali, labda ligi ndogo za wilaya au mashindano ya kata. Kwa kuona wachezaji wa aina hii wanaweza kushindana na wachezaji ambao wanacheza ligi kuu, na si wachezaji tu bali ligi kuu, wanacheza katika timu ambazo zina ushindani. Kuzungumzia championship, timu ambazo zina ushindani. Kwa hiyo kuna vijana wana kabla ya dakika 45 za kwanza, mpira mimi kwangu naona kama ni 50-50. Kipindi cha dakika 20 za mwanzoni walikuwa wanajaribu kuwasoma hawa kutoka ligi kuu, lakini sasa hivi naona kama pumziko wamejitahidi, wameweza kurudisha bao na nimefurahi kuna vipaji. Unaona namba 5 nimekwambia mgongoni, na yule aliyefunga bao ni mmoja wa wachezaji ambao unaona kabisa akipuliza mpira unaona ana kitu fulani ambacho inaweza kuwa na msaada baadaye na kuendelea kuwajenga na kuwa wachezaji vizuri. Asante sana ndugu yangu Listen Kitomali, mtangazaji wa kipindi cha michezo pale Star TV. Na unatuambia nini kitu cha leo kitaenda kuonekana kwenye Star TV? Kweli nilikuwa na niko ziara kikazi, nilikuwa naelekea mkoani Iringa, lakini nikiwa njiani nilipata taarifa kwamba na tukio kama hili kwa nyumbani. Hivyo nikasema nipite hapa kesho niendelee na safari, lakini ni moja ya hamasa. Mimi natamani waandaaji wa tukio kama hili tuangalie mwaka ujao, tujaribu namna ya kuboresha zaidi, tukatangaza, tutafutia wadhamini, kwa sababu soka ni udhamini. Bila udhamini hauwezi kufanya chochote, lakini leo tulikuwa na udhamini mkubwa, tumekuwa na wakisha sana kwa kuna leo tunakutana na daktari hawapo kutosha muda, lakini udhamini ukiwepo watu watakuwa wengi, tutafanya vitu vya maana, tutatoka kwa jamii, tuendelea kutembelea vituo vya afya, tutaendelea kwenye mazingira magumu watoto, kwa sababu tutakuwa tumepata wadhamini, tumepata wadau wamekuchangia. Hapo kuna watu wengi wenye uwezo mkubwa sana wa soka. Je, wanafanyaje? Namna gani ya kuweza kuwafikia na wakatoa michango yao kuhakikisha kwamba watu wanakusanyika ni Mpwapwa yote leo itakuwa iwepo hapa. Hapo nimefurahi kuona mashabiki ni wengi, kama hizo nilikuwa na ligi hapa, michezo ya ligi za shuleni, mashindano ya shule, kuna wanafunzi wengi wanakusanyika wengi. Lakini leo nimefurahi kwa sababu hatuna mashindano makubwa, lakini wamesikia kwamba kuna timu fulani inacheza aina hii, wote wamekusanyika hapa. Hivyo tunahitaji kutamani kwamba waandaaji wenye mawazo mazuri ya soka tukashirikiana, tunapigana na sisi ambao tuko mikoani au wakali, ili kuhakikisha kwamba mashindano kama haya yanapata nafasi. Natangazwa kwamba
matangazo mengine. Tunaona hata wachezaji wengine tunawachukua ligi kuu ambao wanafahamika zaidi pia wanakuja wanashiriki, ili kuhakikisha kwamba miaka 3-4 ijayo tunakuwa kwamba viongozi wa chama cha soka cha wilaya wanakuwa wanajua na nguvu kuhakikisha kwamba wanasaidia soka wilaya. Basi ni kushukuru sana Godlisten Kitomali kwa nafasi yako nzuri kabisa ya kuzungumzia matamasha na soka zima la Mpwapwa. Nikushukuru na nikombe siku nyingine urudi kwa ajili ya tamasha lingine. Naamini tutashirikiana kwa ajili ya matamasha mazuri mengine yajayo. Natamani sana tutakuwa na, hata kama nitakuwa spiki basi hakikisha basi matukio haya yanaenda RFA, TV na maeneo mengine, kwamba hakikisha kwamba kila kitu tunafanyaje kinaonekana. Na mimi napenda kuona watangazaji wazuri, watangaza vizuri. Sasa tunataka pakana tangaza ni kama tangazaji mmoja anatangaza katika mjini kikuu. Pongezi kwa kutoka pale anafanya sauti sana, lakini ni kweli anatangaza vizuri. Ni moja ya masa. Tunaona watangazaji wazuri, kwa wachezaji wazuri, kwa hiyo mimi naamini kwamba kila kitu kinawezekana, tukafanya, tukaibua vipaji, tukaendeleza vijana wetu wakaenda kucheza soka katika maeneo mbalimbali. Tunafahamu kwamba kila kitu sasa hivi watu wanapenda michezo. Sasa hivi kuna kombe la dunia. Kila mtu anatamani kuangalia kombe la dunia. Je, kombe la dunia unafanyaje? Miaka ijayo na sasa hivi kuna taratibu timu mpaka 64 zinacheza kombe la dunia. Kwa hiyo siku ya Tanzania tunacheza kombe la dunia. Kuna nani wanacheza? Yao kutoka huko. Sawa. Basi nikushukuru na ukatupe salamu zetu pale wana Mpwapwa kwenye Star TV. Tuko vyema na tunaendelea kushuhudia kitu chenu cha Star TV kinaendelea kufanya vizuri zaidi. Na nafasi yako ya kipindi cha michezo basi uikumbuke Mpwapwa unapokuwa unatangaza. Asante sana. Basi dakika 45 za kipindi